Tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo ametuwezesha wananchi wa mkoa wa Ruvuma kuletewa fedha nyingi za kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Sisi wana Ruvuma tumeshuhudia fedha nyingi za miradi ya maji. Kuna miradi mingi ya maji ilikwama kwa miaka mingi, lakini Mama Samia ameweza kumtua mwanamke ndoo kichwani. Tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama Samia na serikali yake ya awamu ya 6 ameweza kuleta fedha nyingi za matengenezo ya barabara kupitia wakala wa barabara TANROADS na TARURA. Leo barabara zetu za vijijini ambako wakulima wapo wanafanya kazi ya kilimo na kusafirisha mazao yao, tutashuhudia na tumeendelea kushuhudia barabara zikiboreshwa. Na msimu mzima wa masika, kipindi chote cha mvua, barabara zilikuwa zinapitika, mazao yalikuwa yanasafirishwa, tofauti na miaka 5 au 10 iliyopita ambapo tulikuwa na usumbufu mkubwa sana wa barabara zetu za vijijini. Leo tunashuhudia mkoa wetu wa Ruvuma, Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 ameleta umeme kwa vijiji vyote vya mkoa wa Ruvuma, na sasa mradi unaoendelea ni kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote, na wananchi sasa wanafurahia na huduma ya umeme. Na sasa serikali kupitia TANESCO wanafanya kazi ya uimarishaji upatikanaji wa umeme wa hakika kwa kujenga vituo vya kupozea umeme kuelekea barabara ya Tunduru, na pia pale Mbinga watajenga vituo vya kupozea umeme. Kuhamasisha wanawake wa mkoa wa Ruvuma pamoja na vijana kujitokeza kwa wingi kuchukua fomu za kuchukua nafasi, na hasa sisi wanawake kuhamasishana ili tuweze kufikia 50 kwa 50. Maana yake tusipohamasishana tutabaki kuwa chini ya 50 kama hatutaomba hizo nafasi. Sisi wanawake wa mkoa wa Ruvuma hapa tumeanza tu rasharasha za mapambano ya uchaguzi 2025. Tuko imara na tunakuhakikishia ushindi, na wanawake tutapata nafasi nyingi kuliko safari nyingine ambazo uchaguzi ulikuwa umefanyika. Tumeonyesha mfano mzuri kwenye serikali za mitaa pamoja na vijiji. Wanawake wengi wamekuwa viongozi tofauti na wakati uliopita, kwa sababu tulihamasishana sana. Tunategemea uhamasishaji huu utaleta pia tija katika huu uchaguzi mkuu wa 2025. Uchaguzi ndio kitu ambacho kinaleta viongozi, si ndivyo, wa taifa letu, ngazi ya majimbo, ngazi ya wilaya, tuseme kila ngazi, kwamba uchaguzi ndio ambao unaleta ngazi, kwa hiyo uongozi. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa sababu watu wengine pengine hawana uelewa mzuri zaidi na umuhimu wa uchaguzi. Kwa hiyo tunapohamasishana, maana yake watu wengi wanaweza kujitokeza na tukapata viongozi ambao tumewachagua sisi wenyewe kwa mapenzi. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri zaidi, na tuendelee kuhamasishana hivyo hivyo.